Magufuli, ufisadi wa kontena 11,884, magari 2,019 wabainika bandarini. Serikali ya Chama yatoa siku 7 kwa kampuni 243 kuwasilisha nyaraka za tangu mwaka 2014. Habari inaandikwa ukurasa wa 4. Meneja Zantel aliyeuawa alidraw shilingi milioni 10 benki. Siku moja baada ya kifo cha meneja operesheni wa kampuni ya Zantel Gabriel Rafaeli Kamukala, ndugu wameeleza kuwa uchunguzi wa awali umebaini alikutwa na nakala ya risiti iliyotumika kutoa shilingi milioni 10 kutoka benki ya Standard Chartered. Habari hii inaendelea ukurasa wa 2. Umwambia waziri tunaitwa kondoo weusi, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 5. Ukurasa wa 3, habari inasomeka mabondeni wataka kuwa wakimbizi wa ndani. Wakazi wa bonde la Mkwajuni na Msimbazi wilayani Kinondoni ambao wamebomolewa nyumba zao wametishia kwenda kwenye mashirika yanayohudumia wakimbizi kuomba msaada wa hifadhi iwapo serikali haitashughulikia hatma ya makazi yao. Zaidi ya nyumba 300 zilizojengwa mabondeni, maeneo ya wazi na kwenye fukwe zimeshabomolewa katika operesheni ya kukabiliana na uvamizi wa maeneo ambayo yatahusisha zaidi ya nyumba 8,000. Nikielekea ukurasa huu wa 4 ni kuhusiana na ufisadi hawajakoma. Unaweza kusema hawajakoma kutokana na vitendo vya ukwepaji kodi kuzidi kuibuliwa katika bandari ya Dar es Salaam katika kipindi ambacho Rais John Magufuli na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wanachukua hatua dhidi ya upotevu wa makontena bandarini. Baada ya kuibua ufisadi wa makontena 2,431 na mengine 349 kupitishwa bila ushuru, Rais Magufuli alitoa muda wa siku 7 kwa wahusika kujitokeza kulipa kodi. Baadhi walitikia wito, lakini inaonekana bado wanajaribu kujificha. Nikielekea ukurasa wa 6, kuna habari ambayo inasomeka ushahidi dhidi ya kubenea kuanza kutolewa Januari 20. Mashahidi 6 wa upande wa mashtaka katika kesi inayomkabili mbunge wa Ubungo wa kupitia Chadema Said Kubenea wataanza kutoa ushahidi wao Januari 20 na 21, 2016 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Ziara ya kushtukiza waziri yakuta ofisi nzima wako likizo. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Angelina Mabula amefanya ziara ya kushtukiza ofisi za baraza la ardhi na nyumba za wilaya Kinondoni jijini Dar es Salaam na kukuta zaidi ya nusu ya watendaji wake wako likizo. Naibu waziri huyo aliwasili ofisini hapo jana saa 8:30 mchana na kupokewa na mtunza kumbukumbu Bahati Kasim ambaye ni mtumishi pekee aliyekuwepo ofisini hapo. Hili ni gazeti Mwananchi. Gazeti Mtanzania, fikra ya kinifu nchi ilivyotafunwa, ni ukurasa wa 4. Habari hii inaandikwa dondoo muhimu ni kuhusiana na makontena 11,884 yaliyopaswa kulipiwa kodi ya shilingi bilioni 47 yalipitishwa kinyemela na kampuni 7 za wafanyabiashara vigogo. Magari zaidi ya 2,000 yalipitishwa bila kulipiwa kodi ya bilioni 1 kwa mwaka jana tu, na mawakala wa forodha 280 watuhumiwa kuhusika kukwepa kodi mpya nchini. CUF wamtwisha zigo Magufuli. Chama cha wananchi CUF kimesema kitaendelea kusimamia na kulinda chaguo la wananchi katika uchaguzi wa rais wa Zanzibar uliofanyika Oktoba 25 mwaka huu. Pamoja na hali hiyo, CUF imesema bado inatoa nafasi kwa Rais Dr. John Magufuli kutokana na jitihada anazozifanya katika kupatia ufumbuzi wa haraka mgogoro wa uchaguzi wa Zanzibar ambao matokeo yake yamefutwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC Jecha Salim Jecha. Habari inaendelea ukurasa wa 4. Jela polisi maisha kwa kubaka kulawiti, ni habari ambayo inaandikwa ukurasa wa 2. Mahakama ya wilaya ya Ilala Dar es Salaam imemhukumu askari polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam mwenye namba G9762 PC Daniel kutumikia kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na makosa ya kubaka na kumlawiti mtoto wa miaka 13. Msaidieni Profesa Magembe, ni kauli ya Nyalandu. Nikielekea ukurasa wa 3, waziri mkuu aonya wakimbizi kuingia na silaha. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewaasa raia wanaoikimbia nchi zao kutobeba silaha wanapoingia nchini na kupata hifadhi kwenye kambi za wakimbizi. Lakini pia wafanyakazi waangua kilio mbele ya waziri. Wafanyakazi wa kiwanda cha kanda 2 cha Bora jijini Dar es Salaam jana waliangua kilio mbele ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge,
kazi, ajira, vijana na walemavu Jenista Mhagama wakidai kuchoshwa na kunyanyaswa na uongozi wa kiwanda hicho, ikiwa ni pamoja na kuitwa kondoo weusi. Gazeti Mtanzania Fikra ya Kinifu ndizo habari ambazo nimekusomea. Gazeti Uhuru, ukweli daima, habari kubwa ni kuhusiana na makontena hayo mengine ambayo yamepotea katika bandari ya Dar es Salaam. Lakini Lukuvi, moto wa kifuu, atangaza kuwasaka waliokopa mamilioni kushindwa kuendeleza ardhi, nyumba mabondeni, maeneo ya wazi kuendelea kuvunjwa. Habari inaanzia ukurasa wa kwanza. Msako maalumu wa kubaini ardhi iliyowekwa rehani na baadhi ya watu kutokana na kukopa fedha nyingi benki na kuacha mashamba unakuja. Hali hiyo imesababisha vijiji vingi kuporwa na kukosa mamlaka na ardhi zao, jambo linalosababisha wananchi kujitwalia baadhi ya maeneo. Habari hii inaendelea ukurasa wa 4. Ukurasa wa pili, ziara ya Waziri Mkuu Majaliwa Kigoma, kuna habari picha hapa. Ukipata nakala yako waweza kusoma vizuri. Ukurasa wa 3, Makonda kutoa ushahidi mahakamani. Mkuu wa wilaya Kinondoni Paul Makonda ni miongoni mwa mashahidi 6 wa upande wa Jamhuri watakaotoa ushahidi katika kesi ya kutumia lugha ya matusi dhidi yake inayomkabili mbunge wa jimbo la Ubungo Said Hubenea. Serikali yaagiza Urafiki itoe ajira mpya. Serikali imeuagiza uongozi wa kiwanda cha nguo cha Urafiki kilichoko Dar es Salaam kutoa ajira 3,000 kwa vijana wa Kitanzania ili kuongeza uzalishaji tofauti na ilivyo sasa, ambapo kina jumla ya watumishi 863. Imesema inataka hadhi ya kiwanda hicho irudi kama ilivyokuwa miaka 30 iliyopita kilipokuwa kikijulikana kama kiwanda cha kuvalisha wa Tanzania, ili kutekeleza kwa vitendo ahadi iliyotolewa na Rais Dr. John Magufuli ya kutegemea viwanda kukuza uchumi wa taifa. Ukurasa wa 5, habari kitaifa, uokoaji wa upata mwili wa aliyefukiwa na kifusi. Kazi ya uokoaji wa wachimbaji wawili waliofukiwa na kifusi katika machimbo bubu ya dhahabu yaliyopo eneo la Mnadani, kata ya Sangambi, wilayani Chunya imezaa matunda baada ya mwili mmoja kupatikana. Hili ni gazeti Uhuru. Lakini kimataifa, ukurasa wa 7, IS wazidi kukaliwa koni. Waziri Mkuu wa Iraki Haida al-Abadi amesema wapiganaji wa dola ya Kiislamu IS watapigwa na kuondolewa kutoka kwenye maeneo yote nchini humo. Kauli hiyo ameitoa mara baada ya majeshi ya nchi hiyo kufanikiwa kukomboa mji wa Ramadi kutoka kwa wapiganaji wa IS. Lakini asiyefahamu mema na mabaya kitanzini, mkazi wa jimbo la Texas Marekani aliyekwepa kifungo gerezani kwa kujitetea mahakamani kuwa hafahamu mema au mabaya kutokana na utajiri wake amekamata. Ni kimataifa, ukurasa wa 7, gazeti Uhuru.